رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. Tulizungumza kwamba kabla ya kuingia katika mada ya pepo na moto, kuna mambo mawili ya kimsingi. La kwanza ni kuhusu, je, pepo na moto shaumbwa au bado? Na tumeyazungumzia kulingana na ikhtilafu za wanazuoni wanavyozungumza. Pili, ikiwa zimeumbwa ziko wapi? Haya ndiyo tumeyazungumza wiki iliyopita. Baada ya kumaliza haya, tuingie sasa kuisoma pepo kwanza, kisha tukimaliza tutaingia na kwenye moto. Katika kuisoma pepo, nukta ya kwanza inayotukabili ni suala inaouliza man hum ashabul janna, ni nani watu wa peponi? Ni kina nani? Ni sifa zipi zinaoweza kutufahamisha sisi kwamba mtu atakayekuwa na sifa hizi atakuwa ni mtu wa peponi? Au kwa lugha nyingine, suala hili tuweza kuliuliza kwa sampuli mbili. Sampuli ya kwanza tuweza kuuliza man hum ashabul janna, ni nani watu wa peponi? Suala la pili, au tuweza kuuliza ma hiya al-umur al-mujiba lidukhuli al-janna, ni mambo gani yanaopasa kumuingiza mtu peponi? Hili ndio nukta ya kwanza tutaka tulisome. Kisha baada ya hapa twende katika bahthi nyingine kuhusu pepo. Tukirudi katika Qur'ani takatifu kufuatilia na kupeleleza, tupata aya nyingi kama tutakavyokuzisoma, tutakavyokuzifuata mimi na nyinyi, zinaozungumzia sifa za watu wa peponi au zinaozungumzia mambo ambayo yasababisha mtu kuingia peponi. Mengi sana tutayapita sisi moja baada ya moja katika kuweza kufahamu barabara ya peponi endao. Lakini kimsingi, kabla ya kuyasoma mambo haya, kuna nukta moja muhimu sana watu watakawaitofautishe, na mahala hapa waliteleza Mayahudi, wakateleza na Wakristo, na huenda Waislamu pia wakateleza. Watu wa peponi, barabara ya peponi, mambo ambayo yaweza kuwapeleka watu peponi, si majina, si kabila, si nasaba, si kujiita Muislamu peke yake, bali kuna mambo ya kimsingi. Mayahudi na Manaswara walikwenda wakanena kwamba hatoingia peponi illa man kana hudan au nasara. Sikilizani vizuri hii, Uyahudi kwa jina. Sisi pia tuweza, baadhi yetu ndio tunanena lan yadkhula aljanna illa man kana musliman, au wengine huenda zaidi ya hapo, tukiugawanya pepo tukaunena lan yadkhula aljanna illa man kana madhhaban muayyana, madhhabi fulani. Ndio Mwenyezi Mungu awajibu vipi? Tilka amaniyuhu, hizo ni ndoto.
Amani ni jamu ya umnia, na umnia ni mtu kitu anachokitarajia, taraji kuwa milionia. Ukitizia kwa msikitini wote yani wataka kuwa multi milionia, kila mwanadamu anazo umniyat. Wote wataka kuwa rais wa wapi? Wa Kenya. Tilka amaniyo. Kwa hivyo masala si majina, masala ni mambo ambayo yamefahamishwa wazi katika Qur'an, yako wazi na si machache, ni mengi, ingawa tuweza kuyakusanya katika jina moja. Haya mtu akiweza kuyafanya ndipo atakapokuweza kupata barabara ya pepo. Al-iman, al-amalu salih, at-taqwa, al-ihsan, zote hizo utazipata unwani katika Qur'ani, zaelezewa ni barabara ya kumpeka mtu peponi. Iman, amal salih, taqwa, ihsan, al-jihadu fi sabilillah, ash-shahada, kufa shahidi, as-sibaqu au as-sabqu ila al-islam, nahyu nafsi anil hawa, kama tutakapokuzisoma kama hizi. Kwa hivyo barabara ya kwenda peponi si barabara rahisi. Katika baadhi ya riwaya, sijui ni hadithul qudsi au ni hadithi ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, asema huffatil jannatu bil makari, huffatil jannatu bil makari, barabara imezotandikwa kukupeleka peponi imezungukwa na mambo ambayo mara nyingi maumbile ya mwanadamu hayavutii. Ni zitu ambazo kwamba yakrahuha. Alkurhu huna ni kwa maana ya kwamba nafsi ya mwanadamu haiwezi dhiki. Mfano ibadat, taklif, zina majukumu, zina kero. Jihadi yataka kujitolea, yataka kutoa nafsi, yataka kutoa mali. Kila jambo ambalo ukilitamani la kutupeleka peponi halina raha ndani, lina sampuli ya nini? Ya dhiki. Ndio akatwambia huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bishahawat. Na hatari nyingine ni kwamba barabara ya motoni yavutia. Mambo ambayo ni ya kumpeleka mtu motoni ni mambo dhahiri yake yana raha, yana ladha aina fulani, yana kuoana na nafsi, maumbile ya mwanadamu ya kupenda raha. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisai wal banina wal qanatiri au al qanatiril muqantara min adh-dhahabi wal fidda. Zuyina linnas, no maana zuyina linnas, wanazuoni watuambia sisi, yani maumbile ya wanadamu wameumbwa kuvutiwa na kupendezwa na zitu za shahawati. Zuyina linnasi hubbu shahwa. Sasa si masala rahisi ya kwamba kugawanywa kama kugawanywa kadi za kura, huyu wa peponi, huyu wa motoni. La, ni masala yataka juhudi. Sasa suala ni hili, ni nani watu hawa wataka kuingia peponi? Sifa zao ni zipi? Matendo yao ni aina gani yanaowapeleka peponi? Kwanza ni al-iman. Hapa ndipo Uislamu unapopiga, kama wanavyosema, mstari ukitofautiana na mambo zipimo zingine zozote. Uislamu kwanza waangalia fikra ya mtu. Tunapozungumza iman tunazungumza nini? Aqida. Matendo peke yake kama matendo hayana uzito kwanza katika Uislamu. Kwanza laangaliwa
fikra ambayo wa tendo lile. Leo waweza kumuona mtu afanya kheri kwa malayini, lakini sisi dhahiran tanena huyu ni mtu wa kheri, huyu ni mtu wa sadaqat. Mwenyezi Mungu la hababaishwi na kam ni ngapi mtu ametoa. Kitu cha kwanza ataka kujua ni itikadi gani, ni imani gani, ni fikra gani ziko nyuma ya tendo lile. Yo utaona leo katika Qur'ani, inna ankara al-aswati la sawtu al-hamid. Katika Qur'ani kuna matukio mengi yamesajiliwa, lakini kuna matukio mawili ya Ahli al-Bait yamesajiliwa kwenye Qur'ani. Matukio yale ukiyaingiza katika mizani ni madogo sana. Itukue mathalan pete alikuwa ameivaa Imam Ali alayhi salam, pete ya fedha, pete ambayo haina qima cha kustahiki kuteremshwa sura kamili izungumze tukio lile pete. Na pengine katika mujtamai ule kuna watu wametoa malaki ya pesa pete. Pete ile pia haikutolewa yenda kujengwa msikiti, yenda kujengwa hauza, yenda kujengwa hospitali, wala yenda kujengwa university. Pete ya mkoa maskini pengine pale pale akitoka ameiuza, amenunua mkate, kisha kazi. Yani hata ukiangalia mafuuli yake, utendakazi wake wa kijamii haina athari, imemsaidia mtu mmoja tu peke yake. Kinaangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ateremsha aya kuisajili kadhia ile, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Ule msukumo. Hata kuna baadhi ya riwayati, sijui ni sahihi au si sahihi, zanena kuna baadhi ya jamaa baada ya kusikia tukio lile walikwenda na wao wakaagana na maskini, wakaingia msikitini, wakaanza kuswali, wakamwambia ukiona mimi uswali wewe ndo uombe pale, mimi nitatoa ili asa. Kama nasema hizo riwaya zaweza kuwa ni sahihi au si sahihi, ndio Mwenyezi Mungu akateremsha ile aya, fala saddaqa wala salla walakin kadhaba wa tawalla. Ala kulli hal, ukija ukiangalia tukio lingine, tukio la mkate uliopikwa kwa hisabu ya watu waliokuwa nyumbani, Imam Ali, Fatima na al-Imam al-Hasan na Imam Hussein na fidha tumishi wao. Mwenyezi Mungu akateremsha aya, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum liwajhi llah. Hapa ndipo muhimu, inma nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahu Allahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura.
Allahumma salli ala Muhammad. Kwa hivyo cha kimsingi, na hapa watu wataka wawe na hadhari sana, ninachoamini sio ninachotenda. Kwanza mimi kama Muislamu, imani yangu kuhusu Mungu, imani yangu kuhusu siku ya akhira, yaumul qiyama, imani yangu kuhusu mitume, imani yangu kuhusu Qur'an, imani yangu kwamba ninalolitenda nilitende kwa ajili ya Mungu na ninaloliwata niliwate kwa ajili ya Mungu. Hii ina uzito sana katika mizani ya amali na kusahilisha barabara ya peponi, kabla ya kuangalia ni mangapi ninayoyafanya. Hili ni muhimu sana, na hii ndio ile tunayoiita an-niyya, tunayoiita al-ikhlas. Zote hizi ni katika athari za aqida. Ndio utakuta kuna hadithi yanena inna Allaha la yanzuru ila suwarikum, sio wa ajsadikum. Yani maana yake Mungu haangalii dhahiri yenu, aya muhusu uvaa kandu, uvaa kofia, uvaa suruali, la, nguo hazitofautishi kitu kwa Mungu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Hasa qulub hapa ndipo maana pahala pa hisia, ndipo pahala pa msukumo wa amal, ndipo mahala pa ikhlas, ndipo mahala pa nia, ndipo mahala pa aqida na fikra. Kwa hivyo yanzuru ila qulubikum awalan wa ila a'mali. Kwa hivyo amal inauntalika kutoka kwenye qalbi, inaotoka kwenye moyo. Na ndio utaona msingi wa kwanza wa kwenda peponi ni al-iman wal amalu. Ndio aya aliyoisoma katika suratul Baqara, aya ya 82 au 83. Mwenyezi Mungu atuambia walladhina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul, sio umeuliza man hum ashabul janna, ni nani watu wa peponi? Wataka kuwajua hao watu wa peponi. Alladhina amanu wa amilu as-salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Sio tu watu wa peponi, Mwenyezi Mungu asema hao ndio watakao kuketi milele katika pepo. Na aya kama hizi ziko nyingi sana katika Qur'an zinaozungumzia kwamba barabara ya kwenda peponi, sifa ya watu wa peponi ni al-iman wal amalu salih. Iman nasema ina msingi, na kiungo cha pili ni amali. Iman peke yake pia haitoshi. Simandia jamaa hapa utasikia bana, imani mbapi? Ni hapa moyoni bwana. Usiangalie tufanya tutakalo, lakini hapa kuna imani. La, masala yako namna hiyo. Al-imanu wal-amalu mithlu ash-shajari wath-thamar. Imani na amal ni mfano wa mti na matunda. Mti ukikosa matunda hauna, na hakuna matunda ikiwa hakuna nini? Hakuna mti. Kwa hivyo ni vitu viwili ambazo zatembea sambamba. Ikibaki ni imani, bila shaka ni kitu kizuri, aqida mzuri, lakini aqida ile haina athari. Vipi itaweza kutengeneza jamii aqida kama? Kwa hivyo al-imanu wal amalu as-salih, zitu hizi mbili zimetiliwa mkazo sana kwenye Qur'ani, wala sitaraji kuwasomea aya nyote maziwa. Mkisoma Qur'ani kila mahala mkipita mkiona neno amanu, utaona yafuatia nini? Wa amilu as-salihat. Sifa ya pili, ikiwa tutazifanya al-iman wal amal salih ni moja, ama ikiwa tutazifanya mbili tutakwenda kwenye ya tatu, at-taqwa. Tunaposoma katika suratu Maryam aya ya 63 yazungumza wazi kwamba pepo ni ya kina nani. Atuambia Mwenyezi Mungu tilkal janna allati nurithu min ibadina man kana taqiya. Tilkal janna,
ile pepo allati, ambayo kwamba nurithu, tutawarithisha. Ni irth, Mwenyezi Mungu atatupa. Lakini ni nani atakayekustahiki kurithi wirathi huu? Min ibadina, katika waja wetu tutamrithisha man kana taqiya, yule ambaye kwamba atakuwa na sifa ya nini? Ya taqwa. Hapa kuna nukta ambayo haihusiki, lakini napenda kuigusia tu. Wanazuoni wamesimama nayo katika kuifasiri aya, mwaweza kuirudia katika tafsiri. Mwenyezi Mungu ameabir kwa tilka. Katika lugha ya Kiarabu kuna hizi asma zaitwa asmaul ishara. Ukinena hadha, huyu ama hiki mwanamume, hadhihi ni huyu ama hiki mwanamke, lakini ni ishara ya aliyokaribu. Aliyoko karibu wewe utasema hadha, aliyoko mbali mwanamume utanena nini? Dhalika. Mwanamke aliyoko karibu utanena hadhihi, aliyoko mbali utanena nini? Tilka. Toba na neno la janna kwa sababu linate mwisho linahesabiwa ni muannath katika lugha ya Kiarabu. Mwenyezi Mungu ameshiria kwa ishara ya baid, asema tilka aljanna. Ayatullah Sheikh Makarim Shirazi katika kuifasiri hii aya asema al-ishara lilbaid ni kufahamisha kwamba si mahali rahisi watu kufika. Yale alikuwa nikizungumza mimi, si masala ya kulala, si masala ya kuwa sisi Waislamu, sisi uvaa kanzu na kofia, sisi tumezaliwa Waislamu kwamba atangia tu peponi. La, masala hayako rahisi namna hii. Kwa hivyo atuambia tilka, pepo ambayo masafa baina yetu sisi na pepo ni mbali sana. Lazima utumie chombo cha kutembea kwa kasi cha kuweza kuyafupisha masafa haya, na ziko shortcut kama nilipozungumza mimi katika darasa za Ramadhani. Shortcut ya peponi ni antamuta fi sabilillah, shahada. Lakini tukiishi tu namna hii kutegemea ibada ndogo ndogo hizi, tariqun tawil, ni ndefu sana barabara ya kwenda peponi. Tilka aljanna, hiyo pepo. Isitoshe, baadhi ya riwaya zatuambia hakuna mja ameumbwa illa walahu makanun fil janna wa makanun fil nar. Kila aliyeumbwa Mwenyezi Mungu ashamuumbia nafasi yake peponi na nafasi yake wapi? Motoni. Kwa hivyo uko kwenye ndia panda, ana wirathi mbili, irthi mbili. Ana irthi ya pepo, ana irthi ya nini? Ya moto. Kulingana atakapokukata masafa ya kuelekea peponi, ndivyo anapoweka moto mbali na yeye, na kwa kadri atakapokukata masafa ya kuelekea motoni, ndivyo kwa kadri anavyoiweka pepo mbali na yeye, na nafasi ile itarithiwa na mtu mwingine. Na ndio utakuta baadhi ya riwayat zasema kuna watu watarithi sehemu za watu wengine peponi, na kuna watu watarithi sehemu za watu wengine motoni. Hii ndio maana ya irth, sababu kila mtu ana nafasi yake. Tilkal janna allati nurithu min ibadina man kana taqiya. Taqwa. Na neno taqwa nafikiri tumelizungumza katika minasaba mbalimbali. Taqwa kwa maana fupi ni kutunga na kujilinda na mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pa halali pakaingiwa na pa haramu pakaipukwa, ya wajibu yakatekelezwa, ya haramu yakaipukwa. Hii ndio mukhtasari wa taqwa. Ni kinga ambayo inatengenezwa katika nafsi. Ikipatikana kinga kama hii, ya mdhibiti mwanadamu na kumcontrol katika nyendo zake, katika hisia zake. Kwa hivyo chombo kingine cha kushikana nacho kwa ajili ya kuitaka pepo na sifa ya watu wa pepo ni at-taqwa. 3, tukirudi katika suratul Maida,
aya ya 85 tupata sifa nyingine Mwenyezi Mungu atuelezea ya watu wa peponi. Atuambia fa athabahumullah, akawalipa Mwenyezi Mungu thawabu, bima qalu, kwa yale walioyanena, jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika jazaa'ul muhsinin. Mwenyezi Mungu asema yale walioyanena tuliwalipa pepo ambayo inaupita mito chini yake, wataketi milele katika pepo hiyo. Kwa nini? Hayo ndiyo malipo ya muhsinin. Kwa hivyo al-ihsan ni katika sifa ya watu wa peponi. Kwa hivyo man huma ashabul janna, waweza kusema humul ladhina amanu wa amilu salihat, hawa ndio ashabul janna. Man huma ashabul janna, kullu man kana taqiyan, kila ambaye atakuwa taqi huyo nani ni katika ashabul janna. Wa man hum ashabul janna humul muhsinun. Al-ihsan, na ihsan ni marhala ya tatu baada al-iman wal-islam, kama hadithi ya Jibril alayhi salam alipokuja kwa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa sura za kibinadamu katika majlis alikuwa uketizie, akaja akamuuliza bwana mtume mal iman, mtume akamjibu. Akamuuliza wamal islam, mtume akamjibu. Mwisho akamuuliza wamal ihsan. Kwa hivyo ihsan inakuja daraja ya tatu. Ni nini maana ya ihsan? Mtume ameijibu ihsan, asema al-ihsanu an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nini maana ya mtume ayote? Yafupishwa na neno moja, ash-shu'uru bi raqabatillah. Ni saa zote uwe na hisia kwamba wewe uko chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Saa zote wewe uwe na hisia na yaqeen kamil, si shaka. Yaqeen kamil ndo ihsan, kwamba unapokwenda, unapongia, unalofanya, unachofikiri, unachohisi, zote ziko chini ya rakaba ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio maana ya ihsan, na hili ni marhala ya juu ya takwa. Takwa wewe wajenga ngome ya kujilinda na mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya hapo, kuisaidia takwa yako ifanye kazi ni kuhudhurisha, na hii ndio itakuja zile zitu zinaoitwa dhikrullah. Mtu kuwa na ada ya kumtaja Mungu saa zote. Falsafa yake ni ile sunna. Sawa, baada ya swala umemaliza kuswali, ulete tasbihati, zile takbirat, tahmidat, uko nini? Fadhkurullah. Mwenyezi Mungu atuambia mkimaliza kuswali fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala, kila time. Huna la kuzungumza la maana, huna shughuli izowezeshe kumtaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu wakati anapopita Mwenyezi Mungu kwenye ulimi saa zote, sawa waleta la ilaha illa Allah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, zote zile nyiradi ambazo zina maina ya Mwenyezi Mungu, anapopita jina la Mwenyezi Mungu linapopita kwenye ulimi wako saa zote, inakusaidia kumhudhurisha Mwenyezi Mungu saa zote katika hisia zako. Inasaidia kutengeneza hii fikra tunayoita al-shu'uru bi raqabatil la. So, saa zote unapomtaja mtu, akikipenda kitu hukithirisha kufanya nini? Kukitaja. Na mtu akikitaya kitu sana hakisahau. Leo wewe ikiwa hutaki kusahau kitu utafanya nini? Utakikariri, tikrar. Ukikikariri kwa muda mrefu, wakifanya kitarakaz kwenye dhihni, yani kikite katika akili yako.
Kwa hivyo wewe unapomtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuthratu dhikr na tikrar, wamhudhurisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika fikra zako saa zote, anahudhuria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hisia zako saa zote, na mara kwa mara wewe wahisi kwamba yeye uko hadhir na wewe, na akuraqib, akuangalia, na hii ina natija kubwa, si kwa maasiya. Raqabatullah ina maana ijabi na salbi, sio tu raqabatullah nisifanye madhambi, la, raqabatullah nitakayokuyafanya mema pia nahitaji msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ile maia saa zote wahisi niko pamoja na Mungu. Kwa hivyo ukikutana na jambo gumu, nafsi ikianza kukuzalishia fikra ya yas, fikra ya kukata tamaa, utaweza wewe, ni gumu sana. Ni wangapi wameshindwa kwenye mambo haya? Ile hudhurullah, kuweko na Mwenyezi Mungu saa zote, warudi kwamba la, waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh. Unapata msukumo na kwamba mimi naweza kufanya kama hivi kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Hii inaweza kujenga umma mkubwa, na wengi leo wamezojenga na wamezofika mahali ambapo watu wengi wajiuliza walifikaje, ni kwa sababu ya hisia kama hizi. Kufikiria leo Imam Khomeini rahmatullahi ta'ala alayhi, baada ya kufanya mapinduzi akatengeneza serikali ya kwanza, waweza kunena wale watu alowatengeneza wote akiwatarajia, si masala ya kuendesha chuo kwamba hata kama siko tamatia mwanafunzi mkubwa, ni masala wataka kuendesha nini, dola. Ni masala hayataki watu, yataka watu, yani si kila mtu, yataka watu professional. Irani kwa mamilioni, wale wanafunzi wake takriban wa kwanza wote waliuawa. Bunge la kwanza lilipigwa bomu, sijui ni watu wangapi walokufa. Kina Ayatullah Beheshti akauawa, Ayatullah Mutahhari akauawa. Hawa ndio watu walikuwa wamemzunguka. Lau aliketi akafunga mikono akanena kwisha. Hawa wamezoitokeza leo, wote hawa walikuwa watu hata hawako sabuni mando kuendesha. Kina Rafsanjani sijui, kina Ayatullah Khamenei, hao walikuwa ni wadogo sana mbele ya walokuweko, ambao imamu alikuwa akiwatarajia wale. Kwa hatuzungumzi watu wawili watatu, tunazungumza watu 100, 150, 200 ambao ndio mabongo. Kwa ukimzungumza Beheshti, wamzungumze ndio bongo la Iran peke yake. Alikuwa akizungumza lugha 4, si lugha 4 kuzungumza zile lugha za kibarabarani zile za kidishboy, la, alikizungumza lugha 4 kwa maana kila lugha akitunga, akizungumza, akihutubu, lugha 4. Beheshti ambaye ametengeneza, mbali na usomi wake wa kidini, alikuwa na PhD kadhaa, amesoma uzunguni, amesoma hauza, amesoma kila mahali. Watu waliuawa mapema sana tu kuanza thaura. Hapa ndipo mtu anapokuja kuona kwamba la, inawezekana na si lazima fulani, tuweza kuwakosa kina fulani na kina fulani na tukatengeneza wengine na tukaendelea. Sawa, ikiwa watu wale kutatokea lolote, mtu amekufa, tufai kunena sisi mtu amekufa, mambo kuisha. Haraka yoyote inautegemea watu, hiyo ni haraka, umri wake ni umri wa watu. Wakifa watu na haraka imefanya nini? Imekwisha. Lakini haraka inaendelea kulingana na wengine, na hii inakuja na ile al-itminan. Kwamba nikizungumza itminan, sizungumzi masala ya kwamba kutawakkal ala Allah, tumatie Allah kama zile lugha za kieo, la, si masala ya kumatia Allah, ni masala ya aqilha wa tawakkal, mfunge kisha umtegemee Mungu. Kwa hivyo al-ihsan ambayo ni sifa
na ni barabara za kuwapeleka watu peponi, inamaanisha maana hii, kuwa na hisia kwamba Mungu saa zote anakuona, Mungu uko pamoja na wewe, ukiweko na watu, usipokuwa na watu. Na hapa ndipo utaona leo watu wengi watekeleza Uislamu wao kwa ajili ya watu wanaoishi nao, si kwa ajili ya Mungu. Mathalan leo kija kwa mfano wa wanawake, utazijana banati leo, baadhi ya banati zetu, jana cha hapa kwetu wa Amu, amezaliwa Amu, na pia Amu na mfano kila mahali utapata mambo haya, akiinukia alhamdulillah, hijabu, ninja, nchi humuoni, kope humuoni. Amaliza kusoma, papa amekwenda, ameondoka muini kimasomo ama kikazi, amekwenda kwenye jamii, hakuna wale watu wa muyu wao. Ukishtuka ninja imetupwa, ukishtuka kitambara kilikuwa ufungwa paka hapa, sasa kimekuwa ufungwa hapa kati, nye sasa zimekuwa hutolewa, ukishtuka shuga limewekwa kati, akirudi hapo uve gloves. Sasa hii ni katika ile kukosa hii ihsan. Ihsani kwa maana hii. Kwa hivyo huyo hamwabudu Mungu. Yaani wataka kunambia Mungu uko hapa, kule hako. Na wengi katika sisi leo Uislamu wetu mara nyingi waweza kuwa ni pressure ya mazingira. Katika mazingira fulani, pengine mimi nimezaliwa Amu, hapa ni ustadhi, kila mtu afanya nini? Aniyua, nikitetea kidogo kila mmoja atanifanya nini? Atanipiga tochi. Kwa hivyo ikawa najiweka kwenye line, lakini nikitoka kwenye mazingira nikapata mazingira ambayo hakuna aniyuao, utafanya nini? Na ndio utaona, sitaki kuiunga mkono hii manhaji, ina mjadala mkubwa, lakini nataka kuizungumza tu katika manhaji ya kitasawuf. Kwa mfano Imam Ghazali katika maulamai wa Kisunni, mtukue mathalan Sadrul Mutaallihin Ash-Shirazi katika maulamai wa Kishia, utakuta walikuwa wana tabia ya kugura katika marhala wanaoita ya kuilea nafsi. Walikuwa wana tabia ya kugura katika wayulikanao, wakaenda katika zijiji hakuna wao. Pengine mtu akapotea miaka 2 mitatu, akakwambia ni katika hali ya kuilea nafsi. Soma tarikhi utakuta mmoja ni Imam Ghazali. Imam Ghazali alikimbia, alitoka kwenye akaenda akaingia kwenye kijiji, hakuna mji wao ni Imam Ghazali. Kwanza ataka kupima uvumilivu wake, huku amezoea akipita mahali, ala ustadhi asalamu alaykum, akipita mahali watu msimamia, akipita mahali watu mbusu mkono, uleza kupigwa kikumbo, kuna moyo wao. Ataka kupima mara akapita kwele mimi, kuivunda ile kibri, kuvunda ile anania, hakuna moyo wao. Akiingia msikitini huku amechelewa, watu wote upanua swafu, kapita paka katiwa yeye nini kibula, uleza kuingia msikitini, hakuna mtia akilini, hakuna moyo wao. Na hii kusema ule ukweli ni mtihani, na hutaka mtu saa nyingine ifanyie mazoezi, hususa sisi tuliofika kwenye zeo. Kisha kuzoea wewe, ukifika mahali hupiswa, ikiwa kumea nafasi watu usongea, ukaenda mahali siku moja kila mmoja akakuangalia namna hili, huwa ukaona hesabu hukupita, kugusa ile aya. Sasa hawa walikuwa wakifanya mazoezi. Moja katika mazoezi kujitenga na jamii ni kujaribu kuilea nafsi yao, kwamba wao wajenga mawasiliano yao na Mungu bila ya pressure ya jamii. Pengine hapa nikitoswali watu watakuwa watanitambua si swali, nikitofanya kadhaa watu watanitambua sifanyi kadhaa, shakhsia yangu itavundika katika umuni. Kwa hivyo mimi si muabudu Mwenyezi Mungu, mimi naabudu kwa ajili ya kujenga nini? Shakhsia yangu. Na hii ndio ile maana wa minan nasi man ittakhadha ilahahu hawahu. Hii ndio maana moja tutakuja kuizungumza sasa hivi, hawa katika nini. Sasa al-ihsan yataka mazoezi,
Na nimewaambia katika tasawuf wana sampuli zao, na si lazima kuguramii, na ndio utakuja kuona tarkiz ya salatul layl, tarkiz ya mtu kufanya ibada katika saa zile. Hakuna kipindi kimesisitizwa katika ibada kama kipindi cha kabla ya alfajiri, saa za balada, saa 9. Uko nyumbani wewe peke yako, hakuna atakao kunena leo umesoma dua uzuri mashallah, sauti yake nzuri mashallah, ule bwana una takwa kweli, angalia namna naomba dua. Hakuna hizi zote. Wewe na nani? Ni wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizi ni katika zitu ambazo zachangia kujilea mwanadamu yeye peke yake na Mungu, katika ile anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu. Nyingine najaribu kuzifupisha hivi, tukitaka kusimama katika kila sifa itakuwa mambo marefu, itakuwa darsa. Aljihadu washahada. Man huma ashabul janna? Humul mujahidun, humul shuhada. Mwenyezi Mungu hawa amezungumza na wao sampuli nyingine katika pepo. Ameahidi pepo kwa wenye imani, kwa wenye kuswali, kwa wenye ihsani, kwa wenye takwa. Lakini hebu tuisikilizeni aya anaozungumza na hawa katika suratu At-Tauba aya ya 111. Mwenyezi Mungu anena, inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal Qur'an. Mwenyezi Mungu asema yeye moja kwa moja biashara ya jihadi na biashara ya mtu shahidi, hiyo ni biashara moja kwa moja. Wewe waingia katika partnership na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, moja kwa moja. Yeye ndiyo mnunuaji. Inna Allaha ashtara minal mu'minin, Mwenyezi Mungu yeye moja kwa moja ndio anunua hiyo, aipokea yeye. Anfusahum, sawa ikiwa utauza nafsi yako, yani kwa maana umeuawa. Wa amwalahum, au utatoa mali yako kwa ajili ya jihadi. Bi anna lahumul janna, Mwenyezi Mungu atatukua nafsi, atatukua mali, atakupa wewe nini? Pepo. Ndio biashara inaofanywa na Mungu. Fi sabil yuqatiluna fi sabilillah, wale wanaopigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, sawa wawe fayaktuluna, wataua wao watoke salama, wayuktaluna, au wawe mara nyingine wafe wao mashahidi. Wa'dan alayhi haqqan, Mwenyezi Mungu asema hiyo ni ahadi kwake yeye ya haki, ameitoa fi Taurati wal, katika kitabu zote. Kwa hivyo aljihadu fi sabilillah, alqitalu fi sabilillah, almautu fayaktuluna wayuktalun, kufa shahidi. Hizi ni katika zitu Mwenyezi Mungu anasema hasubiri thawabu zake. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kwa hivyo aljihad ndio Amirul Mu'minin alayhi salam asema usiuze nafsi yako. Laysa li nafsika thamana, nafsi ya mwanadamu ilivyo aziz, nafsi ya mwanadamu ilivyo na heshima katika Uislamu, haina qima, haina value. Utamuuza mtu kwa senti ngapi? Utajiuza wewe kwa senti ngapi? Milioni, milioni 2, bilioni, bilioni 3, yani bilioni, na ni sawa na qima cha ubinadamu wako. Ndio Amirul Mu'minin asema nafsi ya mwanadamu haina qima, na ikibidi uiuze, asema hivyo, ikibidi uiuze, fala tardha li nafsika thamanan illa aljanna, thamani inayolingana na nafsi ya mwanadamu peke yake ikibidi kuuzwa, basi muuzie Mungu. Iuze nafsi yako kwa Mungu, upokee thamani yake nini? Pepo. Hapo ndipo peke yake panaposta. Mwisho kwa leo, toba ni nyingi hizi, lakini leo nilikuwa nimesema nizungumze 5 tu katika sifa za ashabul janna. Ni aya tunaoisoma kila siku katika juzu ya amma suratul Nazi'at,
tunaonena wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata. Watajibu hapo, tuuliza man hum ashabul janna, ni nani watu wa peponi? Ni ule ambaye kwamba naha an-nafsa 'anil hawa, anayeweza kuidhibiti hawa yake. Na hawa ndio matatizo makubwa ya maisha. Hawa ndio itawaungusha watu kwenye naru jahannam. Hawa katika kila nyanja, sawa ni katika marhala ya kifikra na kiitikadi, hawa yapenyeza ikatengeneza itikadi zake kwa jina la haki. Sawa ikiwa katika hisia, hawa ikapenyeza ikatengeneza hisia zake kwa jina la haki. Sawa katika matendo, hawa huenda ikatawali mpaka mtu akaona matendo yake maovu ni mazuri na akawa huyatetea na huyadifend na aona ni mambo ya kheri. Leo angalieni wafisadi wangapi leo wanapofisidi umma, na ukamwona mtu ana confidence na hupanda jukwaa na akawatetea na akwambia haya mambo mazuri sisi tunayofanya, watu watetea. Leo kumeundwa fikra za tetewa, na kwamba ni katika kutetea, kwa tetewa haki, tetewa haki za mashoga, kwa tetewa haki za wasago, kwa tetewa haki za mwanamke atembee uchi na hufurahiwa na kuna na siku yake ya kusherehekewa, na kwamba ni injaz. Leo nchi wamezoweza kupiga hatua wakaingiza katika katiba na ikakubalika kwamba leo mashoga wana haki zao, wanawake wachafu wana haki zao. Wasema ni hatua yani ya maendeleo tumepiga na demokrasi. Leo angalia, jana sijui umeangalia habari, sijui mpaka sasa ni wangapi watu wamezokufa, takriban 60 na kitu, majeruhi 185 mpaka jana usiku, sijui leo asubuhi, mpaka sasa sijaangalia habari, na yawezekana hisabu ikaongezeka. Na nani waliokufa? Wanawake, vijana, watoto. Iraq, Baghdad, na amezojilipua ni Muislamu. Na minal asaf leo watu watakao wawe na hadhari sana. Leo kwa tengenezwa fikra, imekuwa hii ikhtilafu za kimadhahabi leo aweza kutayarishwa mtu amuue. Leo watu waingia, atoka na gari amejaza mabomu, aingia msikitini, alipua, naambiwa wewe utaingia peponi. Na yeye afanya yale, afanya kwa imani kwamba yeye fi sabilillah. Angalia shaitani na hawa. Leo Waislamu wao juzi tu siku ya Ashura, ukiangalia waweka hisabu waliouawa Karbala, waliouawa Afghanistan, waliouawa Pakistan, waliouawa Bangladesh, na ni Waislamu wamejifunga mabomu, wamekwenda kuingia kwenye masiri, wamelipua. Lakini yule amenweshwa. Na hii ndio tabu. Unapoketi kwenye mimbari ukazungumza zitu, wewe ukaona tu watengeneza mudi yako, waitukania, wanena fulani mkafiri, fulani mkafiri. Kuna watu waokota na wazitumia. Wewe uniambia unikafiri, kesho tutapambana mimi na wewe, tutaingia msikitini, tutaswali, tutapigana makamama, tutapana na mkono. Lakini kuna wengine wewe waunda kuua. Waqi'an, manake wale wanaozungumza vitu hizi hawako serious. Ule ukweli wa mambo niwaambie, hawako serious. Kwamba hata yeye azungumza kwenye mimbari sijui kina fulani makafiri, kwamba yeye aamini hivyo. Si hivyo. Mimi nitawapa mfano bila kutaja majina. Wakati alipokufa almarhum Ustadhi Said Hussein Sharif Ali, faksi ya kwanza tuliyopata hapa yatoka kwenye kitwa cha watu wanenao mashia makafiri. Faksi kama ile ndani yazungumza kwamba hakuna kijana mwema alosimama kutetea umma na ambao Mwenyezi Mungu atamtia peponi isipokuwa ni huyu.
Kuna bwana akampata ule shekhe, akamwambia shekhe, wewe vipi? Huku nyinyi hutuambia mashia makafiri, huku yamekufa upeka fax. Akamwambia tu wate bwana, kila mtu uchengeza kichumbua chake. Yaani kila mmoja utengeneza kazi yake. Hizi ndio lugha. Sasa wakuta watu watiwa hisia, na haya mambo yameanza huku makwetu. Yaweza juzi Tanga, japokuwa paka sasa hakujulikana, juzi kwenye masiri ya Tanga kumetoka jamaa kutoka tarehe kwanza mfungo kwanza, alikuwa misikiti ushambulia tu makafiri ni kumetoka jamaa na Honda amekwenda kuingia kwenye masiri katikati. Fikiri kuna jamaa amevundika guu sijui ni vipi, ameingia masiri na Honda lake. Ilikuwaje akafanya mambo yale? Ametengenezwa na zile khutba ambazo zinazotolewa misikitini hazina masulia. Wajua kitu kimoja watu watakawafahamu, uwe Wahabi uwe Shia, hakuna alotereshwa kutoka mbinguni hapa. Kila mtu amezaliwa amu, na tutabaki tu kwa utake usitake. Mimi niko, wewe uko, mimi siwezi kuondosha wewe, wewe huwezi kuniondosha mimi. Tusijidanganye. Si watu wameitwa kutoka Irani kwamba wameitwa mbageni huko, wala si watu wameitwa kutoka Kuwait wala kutoka Saudia. Kama wewe muwahabi uko hapa, kulikuwa hakuna muwahabi hapa miaka iliyopita. Leo kuna mshia, kulikuwa hakuna mshia. Leo kuna msuni, pia ilikuwa hakuna msuni huko. Kwa sababu leo ukasoma tarikhi, soma tarikhi iliyoandikwa na Ustadh Muhammad Sharif Said wa Mambrui, anena wakana almadhhabu al-ibadhi wa shii awwala madhhabin fi sharqi Afrika. Madhhabi ya kiibadhi na ya kishia ndio madhhabi ya kwanza yaliyokuja East Africa. Kwa hivyo mengine yalikuja lini? Baadaye. Na kuna watu paka leo hapa wamejisahau tu mababu zao maibadhi. Hapa hamu. Ingia pengine watu toka wakali. Kuna wengine mababu zao nani? Maibadhi. Kuna wengine mababu zao maithnashari. Kwa hivyo masala ya taaddud almadhahib yabaki kwenye itar ilmi, lakini masala ya kutiana chuki ni hatari. Na ndio hapa kisha baadaye waweza kuona watu wauana ovyo. Leo umeambiwa mtu wewe ukiua mashia watatu utaingia peponi. La, hii masala ni fatwa ziko kwenye internet. Msitekeni, ni fatwa zatolewa na ulamai wakubwa wapanda mimbar Saudia na kwingine, kwamba wewe ukiua watu hawa watatu, wewe ukiua mzuru kaburi utaingia peponi. Hizi vitu gani? Na hizi zaja leo ndo utakuta leo mtu uketizie kila siku ya Shia kafiri, Shia kafiri. Ibada yake ni kama ni yeye hamaanishi, mimi nawaambia yeye afanya kazi na apeka ripoti. Sasa watu wana kitabu juzi imekuja kitabu karibu kurasa 1000 chaitwa At-Tashayyu fi Afrika. Niko kwenye kusoma inshallah subhana, maana nimekipata hata hakiyapata hiyo 4 hiyo 5. Kimetoka yuko andika zote sofa tedeni sijui nani kila kitu kinaandikwa ndani. Utakuta mwanzo information ya urongo, ima ule aloandika amedanganywa ama hajui anachoandika. Kisha angalia tahrif. Ukikisoma kitabu chote cha wafanya ahli sunna ndio watu wa asili huku. Unajua kizungumza ahli sunna ukusudia nani? Yani mawahabi. Kisha wale wa asili huwa sufiina. Kisha wajaribu kufahamisha kwamba tashayyu imekuja kuvamia maeneo ya ahli sunna, yani maeneo ya nani? Ya mawahabi. Yani mawahabi asili wao huko, masufi watu wamepatika wazungumza kama madarwishi yani. Ambao leo sisi tukitaka kuzungumza muwahabi hana haki ya kumwambia mshia ni mgeni, kwa sababu muwahabi wewe umekuja hapa hujamaliza miaka 40. Hujamaliza miaka 40. 1964 alikuja watu wa kwanza kutoka Saudia, kutoka Jamia, nayo takriri nyingine.
1964 wakaja paka Lamu, wakaandika report, wakapeleka Saudia. Baada ya 1964 ndo kukaanza kutumwa watu, na hapa kuondoshwa watu ndio hao mashaka tulionao wakatoka Saudia kusoma na wao. Na 1979 baada ya thaura ya Kiislamu kukaanza na watu kwenda Irani na kuya watu kutoka Irani. Kwa hivyo mshia hawezi kumwambia muwahabi wewe ni mgeni, yeye ndio mwenyewe, na muwahabi hawezi kumwambia mshia wewe ni mgeni wenyewe. Sote tumeingia kwa hiyo, ikiwa zipimo ni hizi. Bali ikiwa tutazungumza kuwepo madhahabi, makoja wako huku kwa mamia ya miaka, makoja wa Kishia. Sitaki kwenda mbali sana, ninachotaka kutanabahisha vijana kuwa madhahabi utakayokuwa, tetea madhahabi yako, jenga dalili, lakini usiingizwe katika fikra za watu kupiganishwa, fil hali yule anayenena kesho tukiketi mimi naye kwenye meza uzungumza tukiteka kukutana kwenye mikutano tofauti mbalimbali, sisi Nairobi, Mombasa, huwa na mwenye, huwa na ustadhi, upigana makamama, wote wale wasijao kisha urudi wakanena hawa makafiri. Kwa hivyo nyinyi msiingizwe kwenye zita ambazo wale wanaozizungumza wasimambia wenyewe wafanya ni kazi, lakini ndani ya imani yao hawana fikra kama hizo. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Hawa ni lazima ilindwe vizuri ndio tuweze kuhakikisha barabara ya peponi, na Mwenyezi Mungu atatujalia min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, walhamdulillahi rabbil alamin.